Asante sana daktari. Kama alivyosema daktari, bara la Afrika inapitia wakati mgumu mno, na safari hiyo ni ngumu kwa kuwa Waafrika tuliridhishwa mifumo ambayo haiendani na mila na desturi za Kiafrika. Katika miaka ya mwanzo baada ya kunyakua uhuru, viongozi wa awamu ya kwanza walikuwa na jukumu la kuhakikisha kwamba watu wameungana. Kumbuka ya kwamba mataifa ya Kiafrika yaliundwa kwa kulazimisha makabila tofauti. Hapa Tanzania mna makabila yasiyopungua 120, na ni kwa ujasiri na kwa njia ambayo watu wanaishabikia ndiyo Jamhuri ya Muungano ya Tanzania ndiyo nchi ya pekee katika bara la Afrika ambayo hamzungumzi makabila. Katika nchi nyingi watu wanazungumza makabila, watu wanazungumza udini, lakini mambo yamebadilika ya kwamba sasa kuna njia, kuna mitandao ambayo inatumiwa kuchochea watu, inatumiwa kwa njia nzuri na njia mbaya. Kuna vikundi ambavyo vimeundwa hususan kwa kuvuruga demokrasia. Na wakati kama huu, viongozi wa awamu ya kwanza kama Mzee Karume angesema hivi: lazima tuendeleze siasa iliyo na miko na maadili. Lazima tuwe na miko, vitu ambavyo hatuvifanyi kwa kuwa havifai, na lazima tuwe na maadili ya kuhakikisha kwamba njia na mbinu tunazozitumia ni njia na mbinu ambazo zitaboresha maisha ya wananchi. Tujiulize, tunaunda serikali kwa nini? Tunaunda serikali kuhakikisha kwamba maisha ya wananchi imeboreshwa. Na ikiwa hilo ndilo jambo ambalo tunastahili kuliangazia, vitu hivi vyote ambavyo tunavipigania havifai. Watu wanauana, watu wanapigana kwa nyadhifa, watu wanauana ili wawe marais. Waafrika wanauana ili wawe mawaziri, wanauana ili wawe wakuu wa mikoa. Lakini hatimaye unahoji na kuuliza, hatimaye ni kitu kipi kitafanyika? Si marais wanakufa tu, si mawaziri wanakufa tu. Kwa hivyo Mzee Karume na wenzake wa awamu ya kwanza walikuwa si wa binafsi. Angalia jinsi alivyokuwa anaendesha maisha, na mama atatukumbusha, hakuwa na siasa za mbwembwe na ving'ora. Siku hizi sasa siasa ni mbwembwe na ving'ora. Mawaziri na hao wote wakija, wana watu ambao wana miraba minne wanaoita walinzi. Lakini akina Mzee Karume walikuwa vijijini na vibandani na watu. Angesema siasa iwe na maadili na miko. Asante sana Profesa, umelijibu vizuri hilo. Sijui Profesa, ungependa kugusia kwa ufupi sana, kwa sababu tuna na mwito kwa amani, kuchagua viongozi waadilifu ambao wamebeba matamanio na maono ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Pili, angependa kuona Tanzania wanashiriki uchaguzi mkuu wakiwa wamoja, wajiepushe na aina za siasa ambazo zinaweza kuvunja umoja wa taifa letu na siasa zenye kujitenga na chuki. Kwa kifupi kabisa, naweza kusema kwamba maono au nguzo kuu ambazo tunaziona kwenye mawasiliano
mawasilisho haya yaliyozungumza na Profesa Mkubwa hapa, kuna msisitizo kuwa wamoja, unity, mshikamano, usawa, amani, upendo kati yetu. Je, upendo tunao? Amani tunayo? Ni wamoja? Nasisitiza uadilifu wakati tunapokuwa tukiwa wananchi, na hasa wananchi wanyonge. Nasisitiza kupenda haki, lakini uwajibikaji. Kwa hiyo nimechukua maneno machache haya nimeonyesha kwamba yale ambayo yamebeba kuwajibika, haki, wanyonge, ili kwa maendeleo chanya, ni positive topic. Nikali kunigusia kidogo kuhusu nafasi ya vijana katika taifa letu. Nipende kusema kwamba vijana ni sehemu kubwa katika jamii ya Tanzania, na kwa mujibu wa sensa za watu na makazi mwaka 2022 yale chini ya 3.5 ya Watanzania wote. Hivyo hii ni hifadhi ya taifa letu, na hivyo hatuna budi kuwawezesha kielimu, kiufundi, ili kuimarisha ubunifu, ujasiri wao katika kubeba maono ya taifa letu. Muktadha huu, serikali zetu zote mbili hazina budi kuwekeza katika vijana wetu kwa kuwapatia stadi na maarifa mbalimbali, hasa yale ya karne ya 21, ili waweze kutumia fursa zilizopo kujiendeleza kiuchumi, kisiasa na hata kijamii. Ndugu rasmi, nipende kusema kwamba vijana katika taifa lote lile duniani ndio wanaobeba hatima ya taifa lolote duniani. Hatima ya taifa lote inategemea jinsi taifa lilivyoandaa vijana wake, na tunapenda tunapokuwa kwenye uchaguzi siku zijazo zichache hizi, ni matarajio yangu kwamba tutaona ushiriki wa hali ya juu wa vijana katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kushiriki uchaguzi huu. Nisipende kusema kwamba vijana pia waliokuwa waumini na kama hawakuwa waumini, kuwakumbusha kuwa dhamana kubwa waliobeba kwa taifa letu lenye historia ya pekee ni kubwa sana. Leo naomba ieleweke kwamba nafasi ya vijana si tu kwa Tanzania pekee, lakini hata nje ya Tanzania, kwa kuunganisha nguvu za vijana wa Kiafrika ili kuleta maendeleo ya bara letu la Afrika. Hii ni pamoja na vijana wetu kushirikiana na wenzao wa Afrika kubuni mifumo ya uchumi na kisiasa kuhakikisha rasilimali za bara la Afrika ndio kuleta na manufaa kwa bara letu la Afrika na wazazi wetu. Wote mnafahamu kuwa ndoto za umajumuhi wa Afrika ilikuwa ni kuona siku moja sauti ndogo hapa. Hauna kutosha. Au basi. Hapo hapo. Kwa chapo hapo. Ya kwako ni kwa chapo hapo, au sio? Ni kwa chapo hapo. Miungano hii ambayo tunayo hasa kwa Tanzania imekuwa tunu, kwa sababu ndio muungano pekee ambao una ndugu, japo alikuwa na msada mbalimbali za kuwa na miungano mbalimbali. Kwa hiyo tunapodi kulinda napita kibonge mimi tunu hii kubwa kwa wewe mkubwa. Napenda nikumbushe kwamba baadhi ya Unaweza kupendeza. Naona umependeza waheshimiwa. Ili kamera niilete hapa. Jamal Nasa, Tom Mboya, Haile Selassie, Kenneth Kaunda na wengineo.
lakini mambo haya waliyafanya wakiwa vijana, sio wazee kama mimi ambayo nimefika kwenye umri wa kustaafu. Kwa hiyo vijana una nafasi kubwa katika nafasi hii, na kwa hiyo vizuri tukachukua nafasi yetu tuweze kuona namna ambavyo tunaweza kukuza demokrasia katika nchi yetu. Hayati Karume pia alipata kusema kwamba wakati wa uhai wake, sasa wakati wa kipindi cha vita baridi, alisema kwamba watu wakichagua kwa hofu, hiyo sio demokrasia, kwani kampeni zilizoanza na zinavyoelekea ukingoni, tumeshuhudia amani inavyotawala hapa Zanzibar. Mimi nimekuwa tangu nimekuja Zanzibar, nimeona Zanzibar imetulia, iko shwari kabisa. Tujipongeze wote, nafikiri hii ni kazi moja nzuri sana ambayo tunaifanya. Ni matamanio yangu kwamba amani itaendelea kuwepo kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Hayati Karume katika kipindi chake cha uongozi, hasa wakati ambao dunia ilikuwa kwenye mvutano mkubwa kuhusu demokrasia, katika moja ya hotuba zake kuhusu dhana ya uchaguzi, Mzee Karume alipata kusema kwamba, na hapa namnukuu, alisema kwamba uchaguzi wa kweli ni ule unaojenga amani na sio kuvunja undugu. Kwa hiyo naomba nishangie kidogo pia kabla sijamalizia ishu ya nafasi au mafanikio ya Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Ndugu wapendwa, kipindi cha uchaguzi kama hiki ni kipindi cha majigambo. Unafahamu majigambo? Kujigamba. Ni wakati gani mtu anajigamba? Zamani katika baadhi ya makabila yetu, kabla hujaoa unajigamba wewe ni nani, uwezo wako ukoje na kadhalika. Kwa hiyo kwenye uchaguzi kuna majigambo. Ni wakati ambapo unaweza kusimama ukasimama kidete ukasema kwamba wakati nilipokuwa kwenye uongozi wangu, tangu nimeanza awamu ya 8 nimefanya 1, 2, 3. Je, kwa upande wa Zanzibar katika hii miaka 5 iliyopita, Rais Mwinyi anaweza kujigamba? Waheshimiwa wanazuoni wenzangu, anaweza kusimama kujigamba? Naam? Kwa hiyo nafikiri Waswahili wanasema kizuri chajiuza, kibaya chajitembeza. Ni dhahiri kwamba dakika moja. Ni dhahiri kwamba matunda mazuri ambayo tumeyapata kutokana na uongozi wa Dr. Hussein Mwinyi ni makubwa katika maeneo mbalimbali. Kwa mfano katika maeneo ya miundombinu, afya, elimu na kadhalika. Naomba niishie hapo. Asante sana. Sina haja ya kuongeza, lakini nashukuru kwa mjadala wako ambao kimsingi umepita katika maeneo yaliyokuwa ameyajadili Profesa Lumumba. Karibu sana Daktari Masebo. Nakushukuru sana. Kwanza ninatambua Daktari Masebo, naona kama kuna mengi yamekwisha sema. Sasa tusaidie kutafuta yale mapya au pale ambapo unaona kuna haja ya kutazama jambo kwa mtazamo tofauti, na kwa wale ambao wana changamoto ya kusikia, kuna mtu yuko pale, kama wanaweza wakaelekezwa wakafuatilia ili na wao wapate mjadala. Karibu. Nakushukuru sana. Ninatambua mgeni rasmi, makamu mkuu wa chuo, mama yetu Karume, viongozi wote, itifaki imezingatiwa. Nianze kwa kuachilia shukrani kwa kazi nzuri Profesa Lumumba. Asante kwa kuibua hoja za msingi juu ya maisha ya hayati Sheikh Abeid Amani Karume na kwa kuweka muktadha wa msingi.
Nami katika mchango wangu nijikite kwa kuangalia amani na mshikamano wa kitaifa, nikitambua kwamba amani na mshikamano wa kitaifa imebeba mbegu ya hatima yetu, mbegu ya ustawi wetu. Pasipokuwa na amani, tukivuruga mshikamano wa taifa, hatutakuwa salama. Na pamoja na kwamba nitajikita sana juu ya bara juu ya Tanzania na hata hapa Zanzibar, tunapoangalia amani na mshikamano wa kitaifa, niwashirikishe picha ya hali ya amani na mshikamano wa kitaifa ndani ya bara la Afrika. Ndugu zangu wapendwa, tulivyokaa ndani ya ukumbi huu hivi sasa, ukienda demokrasia ya watu wa Kongo, ukienda DRC, kuna vita, hakuna amani, hakuna mshikamano wa kitaifa. Ukienda kwa majirani zetu Msumbiji, hasa maeneo ya kaskazini mwa Msumbiji, hali ni mbaya. Ndugu zangu, ukienda Somalia ni kilio kikubwa. Ukienda Sudani hivi tunavyozungumza, ukienda Sudani Kusini, watu wanauana, watu wanachinjana, hakuna amani, hakuna mshikamano. Watoto hawawezi kwenda shule kwa amani. Ndugu zangu, ukienda Jamhuri ya Demokrasia ya Kati, Central African Republic, hali si shwari. Ukienda Nigeria, hasa maeneo ya kaskazini mwa Nigeria, hali ni mbaya. Watoto hawana amani, akina mama hawana amani, wanabakwa vibaya. Amani na mshikamano wa kitaifa ni muhimu. Ukienda ukanda mzima wa Sahel, hali sio nzuri. Afrika inavuja damu kwa sababu ya kukosekana kwa amani na maendeleo. Ule usalama wa mtu mmoja mmoja uko shakani. Na ndugu zangu, sio tu kwamba kuna vita, kuna kukosekana kwa amani, lakini tunayo matishio yanayoathiri amani yetu na mshikamano wetu. Sasa hivi kuna vikundi vingi vya ugaidi katika Afrika, makundi ya Al-Shabaab, ISIS, Boko Haram, yanaleta majonzi makubwa kwa Waafrika wenzetu. Ni rahisi kuangalia. Vita hizo zimeleta wakimbizi majeraha. Tanzania tumepokea wakimbizi wengi. Ndugu yangu Lumumba anajua kule Kenya wanahaba wakimbizi wa kutosha. Ukienda Uganda, sisi hapa Tanzania tunayo amani na mshikamano. Tunayo amani na mshikamano. Na amani na mshikamano tunaoona hapa ndio ambayo Profesa Lumumba ameweza kuelezea. Waasisi wa taifa la Zanzibar, taifa la Tanzania, Sheikh Abeid Amani Karume, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere walijenga misingi na faida zake tunaziona leo. Ule urithi wa Mheshimiwa Karume, ule urithi wa Mheshimiwa Nyerere ndio tunaoshuhudia leo. Na ningeambiwa nitaje baadhi ya mambo ya msingi kwa hawa wapendwa wetu, Sheikh Karume na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Profesa alizungumza habari ya uhuru wetu kama taifa la Tanzania, habari ya amani, usalama na utulivu tunaoona ndani ya Tanzania. Hata tunakuwa makimbilio kwa watu wenye shida mbalimbali huko duniani. Umoja na upendo tunaoshuhudia, haijalishi wewe kabila lako ni nani, dini yako ni nani, unatoka wapi. Ule upendo na umoja. Lakini ndugu zangu, hatuwezi tukasahau ule urithi wa mapinduzi matukufu ya Zanzibar, ambayo kama alivyosema Profesa Lumumba, yaliondoa shida kubwa ya utumwa na ukoloni. Hata sasa tuko huru. Lakini ndugu zangu, kuna serikali ya umoja wa kitaifa. Watu haizungumzi hii. Ni kweli imeanza 2010. Lakini kwamba Wazanzibari walipita kwenye mapito magumu, hatimaye wakakaa. Profesa anazungumza kwa habari ya kushindana kwa hoja. Wakazungumza kwa hoja, wakagundua mwafaka. Umoja wetu ni nguvu yetu.
wakatengeneza serikali ya umoja wa kitaifa hapa Zanzibar. Uzalendo na utaifa wetu, mshikamano wetu wa taifa, muungano wa Tanganyika na Zanzibar ameuzungumzia profesa, ile roho ya utu, udugu na ukarimu wetu. Ndugu zangu, Tanzania kama msingi wa ukombozi limekwisha kuzungumzwa, lakini Watanzania au hata Wazanzibari tuna ile roho ya ujasiri. Hii roho ya ujasiri haijaja tu kibahati mbaya. Ile misingi ya waasisi wetu, ile siasa ya ujamaa na kujitegemea, tunu za taifa letu. Profesa Lumumba amezungumza kwa habari ya lugha ya Kiswahili. Haya ni mambo ya msingi. Huu ni urithi wa Sheikh Abeid Amani Karume na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambao wameleta utengamano na hali ya utulivu ndani ya taifa letu. Na ndugu zangu, niwaambie jambo moja la msingi sana, kwamba sio tu kwamba tunauona urithi, lakini urithi huu ni matokeo ya jitihada za viongozi wetu, rika letu, kuendeleza haya mazuri. Ndiyo maana leo hii unapomwona Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, haumuoni Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan peke yake. Unaona ndani yake amembeba Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Unaona ndani yake amebeba yale mazuri ya Ali Hassan Mwinyi. Unaona ndani yake kuna mwendelezo wa yale ambayo alituachia Mzee Benjamin William Mkapa. Unamuona Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, unamuona John Pombe Magufuli. Ule mwendelezo na ile continuity ni siri ya uwepo wa taifa letu. Nanyi vijana, ninawasihi kuendeleza yale mazuri ambayo waasisi wetu walituachia. Unapomwona leo hii Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ndani yake unauona mwendelezo wa Sheikh Abeid Amani Karume, Sheikh Mwinyi Abudu Jumbe, Ali Hassan Mwinyi, Idris Abdul Wakil, Dr. Salmini Amur Komando, Amana Abeid Karume na Dr. Ali Muhammad Sheikh. Ule mwendelezo ule wa yale mambo ya msingi ambayo waasisi wetu walipatia. Na hii amani na huu mshikamano, huu umoja wa kitaifa umekuwa sehemu ya utamaduni wetu, umekuwa sehemu ya utambulisho wetu. Nami niwaambie hivi. Kwa nini nasema hivi? Angalia nembo ya taifa la Tanzania. Ukiangalia vizuri nembo ya taifa la Tanzania, utakuta pamoja na mambo mengi imeandikwa uhuru na nini? Uhuru na umoja. Hiyo mbegu na urithi ni jambo la muhimu sana. Ukiangalia ile nembo ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, utaliona neno mapinduzi. Sio kwa bahati mbaya, tunaenzi mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Hebu ndugu zangu wapendwa, angalia tu wimbo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, utashangaa sana. Unaanza, Mungu ibariki Afrika, wabariki viongozi wake. Afa nasema hekima, umoja na amani, hizi ni ngao zetu, hizi ni ngao zetu, ni misingi yetu. Angalia, anakuja Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja. Namna ambavyo tumefanya kuwa sehemu ya utamaduni wetu. Tusivuruge mambo hayo, hekima yetu, umoja wetu, ndugu zangu, amani yetu, hizi ni ngao zetu. Uhuru wetu na umoja wetu ni ngao zetu, tuzidumishe hili. Lakini na hili sio jambo la kushangaza. Kuna namna ya ajabu sana katika wimbo huu. Wimbo huu ukiangalia umemtaja Mungu mara kadhaa. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, Mungu wabariki na achilia hekima kwa viongozi wetu na watoto wa Afrika. Manake ni nini? Manake ni kwamba waasisi wetu Sheikh Abeid Amani Karume, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere walifanya ibada na kutoa sadaka na kukabidhi taifa letu kwa Mwenyezi Mungu ili awe ngao yetu.
Haijalishi tunapita kwenye mapito magumu gani, na wakati mwingine tutatofautiana, lakini Mungu anaachilia neema yake iliyokuu. Ndio maana hata pale Wazanzibari walipopita kwenye wakati mgumu, kwa ile neema inayotubeba ambayo tunaimba Mungu ibariki Zanzibar. Na hata ukiangalia tu ule wimbo wa Zanzibar, Mungu ametubarikia. Unguja na Pemba yote, sote tunashangilia jamhuri kutuletea, lakini msingi Mungu ametubarikia. Haya sio mambo ya kawaida haya. Kuna jambo la kiroho na kiimani ndani ya Tanzania na ndani ya Zanzibar. Huo urithi wa watangulizi wetu tusije tukauvuruga. Na ndugu zangu, hata ukiangalia yale mapinduzi ni sehemu sasa ya utamaduni wetu. Kumbuka, hayaitwi tu mapinduzi ya Zanzibar, yanaitwa mapinduzi matukufu. Na ukishaanza kuzungumza kwa habari ya matukufu, maana yake kuna swala la kiimani hapo. Maana yake Mungu yu pamoja nasi. Yalikuwa ni mapinduzi, ametuambia profesa hapa, mapinduzi dhidi ya utumwa, mapinduzi dhidi ya ukoloni, dhidi ya unyanyasaji, uonevu, dhumra, unyonge. Tukaanzishiwa maisha mapya, mapinduzi matukufu. Enyi vijana, ni wasihi wajibu wa kuyalinda mapinduzi matukufu. Tumeimba ule wimbo mzuri sana wa ukombozi wa bara wale viongozi wetu, wale majasiri. Ukiangalia maneno yaliyopo mle ndani mpaka unashangaa. Neema kubwa tulio nayo ni viongozi wetu walio tayari kuyalinda yale mazuri yaliyoachwa na Sheikh Karume na Mwalimu Nyerere. Juzi Profesa Lumumba nikawa ninasoma kitabu, kuna kitabu kizuri, Muungano wa Tanganyika na Zanzibar, chimbuko lake na maendeleo yake. Kile kitabu kina upekee wa ajabu sana. Ndani ya kile kitabu Mheshimiwa Rais Hussein Ali Mwinyi na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan wameandika tamko la pamoja, na kuna mambo mengi yanazungumza kwenye ile tamko, lakini wanamkumbuka Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na Sheikh Karume. Wanaandika mambo mengi, lakini wanazungumza na kuweka kiapo cha kulinda mazuri walioyafanya hawa viongozi wetu. Na kuna neno kule nikavutiwa. Una dakika moja. Jambo moja muhimu ambalo viongozi wetu walifanya, walitambua maadui wa taifa hili. Walitambua umaskini, ujinga, maradhi, utumwa, ukoloni mkongwe, ukoloni mamboleo, rushwa na vibaraka. Lakini ndugu zangu, jambo lililo muhimu ni kwamba viongozi hawa walitengeneza mikakati. Ukikutana na Sheikh Karume au Mwalimu Nyerere, walianza kutoa elimu bure, wakatoa huduma za afya bure, wakatoa maji bure, wakajenga nyumba za kuishi watu bure. Mzee Karume akagawa ardhi bure, ekari 3. Jambo la ajabu sana. Haikuwa hivyo. Ninapowakumbusha vijana wa leo, Mzee Karume na Nyerere walifanya yale, na vijana wa wakati ule walifanya yale kwa sababu ya hamasa waliokuwa nayo. Miaka ya 50 wanazungumza hivi, naomba nitoe quotation kwa kibali chako. Wanazungumza hivi ambao baadaye imekuja kuwekwa hata kwenye azimio la Arusha. Wanasema tumeonewa kiasi cha kutosha, tumenyonywa kiasi cha kutosha, na tumepuuzwa kiasi cha kutosha. Unyonge wetu ndio uliotufanya tuonewe, tunyonywe na kupuuzwa. Sasa tunataka mapinduzi ya kuondoa unyonge, ili tusionewe tena, tusinyonywe tena, na wala tusipuuzwe tena. Angalia ujasiri huo. Lakini azimio la Arusha linasema hivi: katika upande wa ulinzi wa taifa, wananchi wawe macho na vibaraka waliomo nchini ambao wanaweza kutumiwa na maadui wa nje wenye nia mbaya ya kuliangamiza taifa inapolazimika kufanya hivyo. Kwa kunaweza kukawa na maadui, sio kila mtu anayependa Tanzania.
Ndio maana nimalizie kwa kuwakumbusha andiko moja, mwenyekiti, mwongozo wa 5. Mwongozo wa 5 wa mwaka 1971 uliachia ombi kubwa kwa kila Mtanzania na kila kijana. Mwongozo huu ulieleza kwamba msingi wa maendeleo ya ulinzi na usalama wa Tanzania ni Watanzania wenyewe, kila Mtanzania na hasa kila mzalendo na kila mjamaa. Mwongozo huu ulichochea mwaliko kwamba kila mwananchi aweze kufahamu mazingira ya taifa letu na umuhimu wa kulinda usalama, amani na maisha ya wananchi, yani siasa yetu, uhuru wetu, uchumi wetu na utamaduni wetu. Ukaelekeza huu mwongozo wananchi wafahamishwe maadui wa taifa letu na hila wanazotumia kupiga vita siasa yetu, uhuru wetu, uchumi wetu na utamaduni wetu. Nimalizia quotation hii, msisitizo wa mwongozo kwamba ili wananchi waweze kuwakabili maadui hao, hawana budi kufahamu kwamba wao wenyewe ndio ngao ya taifa. Hii maana yake ni kwamba shughuli za ulinzi na usalama ziwekwe mikononi mwa watu wenyewe, ziwekwe mikononi mwa vijana wetu, wawe ndio ngao yetu. Kwa nini nimehitimisha kwa quotation hiyo? Kuendeleza misingi ya taifa letu, kuchangia ulinzi wa tunu za taifa letu, kuchochea moyo wa uzalendo na kulipenda taifa letu, shauku ya kujielimisha na kujitambua, haja kuwa na maono makubwa juu ya taifa letu, kutetea na kulinda maslahi ya msingi ya taifa letu. Ni wajibu wetu sote na vijana hawana budi kulibeba hilo. Asante sana daktari, asante sana kwa mchango wako. Sasa nilivyoelekezwa ni kwamba tutakuwa na michango kutoka kwa washiriki, lakini kabla hatujaenda kwenye michango, mimi kuna swali ningependa kuuliza. Hayati Abeid Amani Karume aliongoza Zanzibar na kitu kingine hatutaji, watu wasidhani tu alikuwa kiongozi wa Zanzibar, alikuwa kiongozi wa Jamhuri ya Muungano pia, alikuwa makamu wa rais. Kwa hiyo hakuwa wa kwenu tu, hata sisi alikuwa wetu. Usije ukasema mbona kule wamejaa wa kule, hata kule alikuwa wetu. Sasa wakati amechukua uongozi wa nchi baada ya mapinduzi, nakumbuka kuna kitabu nilikuwa nasoma pahala, walikuja wakamuuliza, walikuwa mwandishi wa habari wa hivi vyombo vya habari vya nje, anasema sasa kwa nini nyinyi hapa hamna uchaguzi? Karume akamjibu kwamba tunachagua nini sisi? Yaani sisi ndio wenyewe tuko tunaendesha nchi, ndio tuko madarakani, tunamchagua nani? Kwamba wale ambao profesa walipitia yale madhila uliyosema, na wakapitia madhila mabaya sana, na kama ulivyoandika kwenye andiko lako, hata walivyochukua nchi kupitia mapinduzi hawakuja kwa ajili ya kulipa visasi, wakasema tutajenga nchi ya watu wamoja. Na ndio maana ukiangalia Zanzibar kwa namna kubwa kuna umoja pamoja na tofauti za watu. Nasema kipindi kile kilikuwa tofauti, ni mazingira ambayo hayati Karume na wenzake walikuwa wanajaribu kujenga umoja wa nchi kama tulivyoona kwenye nukuu, na wakawa na mfumo wa aina ile. Leo tuna mfumo wa vyama vingi kwa mujibu wa sheria, na tumekuwa nao kwa muda, tumekuwa na changamoto hapa na pale. Hebu tusaidie. Najua mara nyingi umeshasema kwamba wewe sio mtabiri wala nabii wa Kiyahudi, lakini kama Karume angekuwepo na tutazama leo tunaenda tarehe 29, angetuambia nini? Karibu profesa. Mwanafunzi wangu Dr. Ayman Due, inabidi nianze kukuchomekea hiyo dokta, uanze kuizoea. Karibu tusaidie katika wale ambao watachangia. Asante, nashukuru sana kwa mjadala ambao umeweza kutuongezea hekima, maarifa, lakini kuna maswali muhimu sana ya kuweza kutafakari kama sisi wanataaluma na wale wote ambao tumefika katika kongamano hili.
Sasa hivi tutakuwa na mjadala, na mjadala huu tunaruhusu waalikwa muweze kuuliza. Jambo la msingi ni kwa ufupi, unataja jina lako alafu unauliza ambacho unataka ufafanuzi kutoka hapa meza kuu. Kama utakuwa na mchango pia unaruhusiwa, lakini nasisitiza iwe ni utumie muda mfupi, kwa sababu tuko nje ya wakati na watu wengine pia waweze kupata nafasi ya kuuliza. Karibuni sana. Mwenye swali na mchango au mchango? Asante. Nitaomba wenye vipaza sauti waweze kufikisha hilo. Assalamu alaikum. Naitwa Othnieli, ni mwakilishi wa Degree Chwaka, campus ya Chwaka. Swali langu ni moja kwa moja kwa Profesa Lumumba. Kwenye mabadiliko haya, sabani jina lako hatukulipata. Othnieli Zablon. Kwenye mabadiliko haya ya utandawazi, ni namna gani kijana anaweza kuhifadhi tamaduni na sanaa zetu kama moja ya urithi ambao tumeachiwa na viongozi wetu waliopita? Asante. Tutachukua maswali matatu, baadaye ndio tutapata majibu na maelekezo. Na unaposhika kipaza sauti, ninaomba kidogo kishushe kwa chini, usiweke karibu na mdomo kwa sababu sauti inakuwa haisikiki vizuri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi jina langu ni Khalid Hassan Haji, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar. SUZA. Hakika ni furaha yangu kubwa kuwa katika kongamano hili kubwa. Utajo umeswili. Mimi sina swali isipokuwa na mchango ambao upo katika vitu vitatu. Cha kwanza ni kwamba ili tuwe kama Sheikh Abeid Amani Karume, kwa mada ambazo zimezungumzwa, nimeona kuna ulazima wa kuwa katika mambo matatu. Cha kwanza ni kuwa karibu na jamii. Nimezungumzwa hapa na Dr. Mohajo kwamba huwezi ukaijumbua jamii basi na kuifanyia vile vitu ambavyo jamii inahitaji. Kuwa karibu na jamii ni kuwa na upendo, kuwa na utu, ukarimu na ukweli. Lakini ya pili ni kujiamini. Kujiamini ni kuonesha uthubutu, kuonesha maamuzi na mipango, na ndivyo alivyokuwa Sheikh Abeid Amani Karume. Na cha tatu ni kuwa na vision, kwa maana ya maono, kukubali mchakato, kupenda kujifunza, kama alivyosema Profesa Lumumba katika miongoni mwa speech yake kwamba ukiwa mrefu kama hujifunzi basi wewe ni mrefu mpumbavu, na ukiwa mfupi kama hujifunzi basi wewe ni mfupi mpumbavu. Kwa hiyo najaribu kuhamasisha kwamba ili tuwe kama Sheikh Abeid Amani Karume, hatuna budi kuwa karibu na jamii, kujifunza, lakini pia kuwa na maono katika harakati zetu. Mwisho kabisa nihitimisha kwa kusema haishi peke yake kuyahifadhi yale ambayo yameishi, bali lazima tuyafanye kazi na kuyaishi kabisa. Na lazima vijana tujijenge, tuwe na bongo kali, tuwe na afya ya akili, lakini pia tusikubali kuburuzwa. Tujenge hoja, tuulize ili tuigomboa Afrika yetu. Ningeomba, asante sana. Inatosha, asante. Naomba atumie muda mfupi. Hayati Abeid Karume, tuwape wengine nafasi. Yaani ningeomba Prof. Lumumba nishike mkono wao, kwa sababu ulivyozungumza umenivutia sana. Hii ndio milango. Utapata hiyo nafasi baadaye. Asante. Mtu wa tatu hapa.
Assalamu alaikum. Kwa jina naitwa Ali Salum Ali, ni katibu mkuu shirikisho la vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu Zanzibar, maarufu kama ZAHILFI. Katika mjadala huu, kwanza nitumie nafasi hii kwanza kumshukuru Mheshimiwa Waziri kwa kuja hapa kumwakilisha Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Waziri amekuwa mlezi na kama mama yetu sisi kama wasomi wa Zanzibar. Kwa hiyo tunakushukuru sana na kupongeza Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Waziri kwa niaba ya Mheshimiwa Rais. Lakini kienda moja kwa moja nipongeze kwanza walioandaa hiki kigoda cha Sheikh Abeid Aman Karume, kwani kupitia kigoda hiki na kupitia historia ambayo imeelezwa hapa kupitia makala pamoja na Profesa Lumumba na watoa mada wengine, ni kwamba tumejifunza tukiamua kuyaishi maisha ya mzee wetu Abeid Aman Karume, maisha yake halisi inatutosha sisi kutufikisha nchi ya ahadi. Katika maisha yake tumeona sisi vijana, alikuwa anatuambia sana kuhusu kudumisha amani, kufanya kazi, kujituma na mambo mengine. Kwa hiyo tukiamua kuyaishi maisha yake, basi na uhakika tutafikia nchi ya ahadi. Lakini si hayo tu, yamezungumziwa mambo mengi sana, lakini sisi kama wasomi tumeona mambo mengi sana. Kuna msemo unaosema kwamba uongozi unaoacha alama. Mheshimiwa Abeid Aman Karume katika uongozi wake, yeye kaondoka, ilizungumzwa hapa kwamba Mheshimiwa Rais wa kwanza wa Zanzibar amekufa, lakini kama yuko hai ameacha alama. Ukifika Zanzibar kuna maeneo ukifika unajua huyu ni rais wa Zanzibar, rais wa kwanza wa Zanzibar, unamjua nani. Lakini vile vile mimi nadhani rais wa sasa wa Zanzibar anaenda mule katika huu uongozi unaoacha alama. Kwa nini nasema hivi? Katika mambo yote anayoyafanya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, katika kuacha alama katika uongozi wake, tumeona mahospitali, tumeona barabara. Sasa hivi barabara, alama inayoachwa ni kwamba kupitia barabara zile kuna mpaka sehemu za kutembea kwa miguu, alama ambayo hata Mheshimiwa Rais wa kwanza wa Zanzibar aliacha. Ukipita barabara ya Bugu kuna sehemu unapita kwa miguu. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi wa sasa Dr. Hussein Ali Mwinyi ametufanyia mambo mengi sana sisi kama wasomi. Tunashukuru, asante sana katibu kwa mchango wako. Ni ruhusu, naona wengi wana michango, soma swali. Asante. Naitwa Maximilian Kailangana, mwadhiri msaidizi kutoka Chuo cha Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere. Naanza na Profesa Lumumba, ulisema sisi kama vijana tunawezaje kumwenzi Sheikh Abeid Aman Karume. Cha kwanza ni kudumisha muungano wetu. Hilo ndilo jambo la msingi. Leo sisi ni Watanzania ni kwa sababu ya muungano wetu, ni kwa sababu ya udugu wetu. Nje ya hapo hakuna umoja wa kitaifa na mshikamano. Jambo la pili ni swala la umuhimu wa kuwa wazalendo kwa taifa letu. Mheshimiwa Abeid Aman Karume alikuwa ni mzalendo kwa vitendo. Alitanguliza maslahi ya taifa lake. Baada ya mapinduzi aligawa ekari 3 kwa kila koo kwa wale wote ambao hawakuwa na maeneo ya kulima. Kwa hiyo hii inaonyesha umuhimu wa sisi vijana kuwa wazalendo wa kutanguliza maslahi ya taifa, lakini tumeona hata viongozi wetu wameendelea pia kutanguliza maslahi ya kitaifa. Asante, tunashukuru sana kwa mchango. Asante. Asante, karibu sana. Tunakukaribisha Suza. Asante Dr. Ayman Due. Kwa sasa kwa raundi hii tuwaruhusu mzungumzaji mkuu azungumze, alafu kama kuna lingine watazungumza kule, kwa sababu naye pia ametajwa. Kwa hiyo haya, wachangie kwanza huku. Profesa Rwegoshora au Dr. Masebu, kama naomba mwenye maiki awahi hapa.
kuna mkono uko katikati, naamini kabisa Aiman atakuona. Nimewaona wazee wangu wamenyosha mikono. Jamani, sasa tulikuwa tunaomba kusubiri kidogo. Mzee Baraka Shamte, naomba uvumilie, na mamangu pale kidogo vumilia, wacha wachangie hizi hoja zilizotolewa na vijana, baadaye tutawapa nafasi. Asante. Ninashukuru. Kwa ufupi sana, ninatiwa moyo sana kwamba tunachohitaji Tanzania uzalendo, maadili na usafi. Ninatiwa moyo na jitihada za serikali ya Muungano wa Tanzania na hata Zanzibar kuanzisha somo jipya kwenye mtaala linaloitwa historia ya Tanzania na maadili, na ambalo litafundishwa kwa Kiswahili. Sasa mimi ninalichukulia somo hili kama mojawapo ya suluhu muhimu kutengeneza kizazi cha watu wanaojitambua, wanaoifahamu historia yao kwa uzuri wao wote, lakini wanaoelewa maadili ya Kitanzania na Kiafrika, ili wanapokwenda mbele, hata wanapokutana na changamoto za utandawazi, wanapokutana na habari mbaya, wajue msingi wa jamii yao, wajue taifa lao linasimama wapi, wajue Afrika mfumo wake hata wa kufikiri ukoje. Hiyo ni first line of defense katika kutengeneza vijana na viongozi wenye maadili wanaoanza kupikwa na kuandaliwa sasa kupitia hiyo historia ya Tanzania na maadili. Naomba kuchangia kwa namna hiyo. Asante, na mimi nichangie kidogo. Hii dhana ya uzalendo inazungumzwa sana. Swali langu dogo tu kwamba uzalendo tunaojenga namna gani? Unajua, kienda kwa maneno peke yake haitoshi, inabidi tufanye vitendo, na ndio maana profesa pale Miandi alikuwa anazungumza juu ya uongozi. Viongozi wetu wanapatikana namna gani, ambao wanakereketwa na shida zetu, shida za wanyonge, ili kuwa selfless. Kwa hiyo tuwe na mkakati maalum. Tukisema tu uzalendo peke yake haitoshi. Tumesema mara nyingi sana uzalendo, lakini what we are seeing sometimes sio uzalendo. Kwa kuna mahala ambapo labda tukae tujiangalie, tujisahihishe. Asante sana. Asante sana wachambuzi. Mimi na swali kidogo kwako kabla hatujaendelea. Na kuna jambo ambalo linaonekana profesa umelizungumza sana kwenye mihadhara mbalimbali ambayo unafanya Afrika na hata nje. Wengi wetu wanaweza wasifahamu kwamba nchi zetu huwa wapo watu ambao siku zote wanazitizama kwa jicho la husuda na wana maslahi yao. Wengine wanafahamika, wengine hawafahamiki waziwazi, na kwamba zipo nchi ambazo zinaweza zikaamua mvurugwe na hili, kama moja ya mwasilishaji alivyosema hapa, hayati Abeid Amani Karume alitambua kwamba nchi inaweza kuwa na maadui ambao hawataki yale mazuri, kwa mfano yaliyofanyika ndani ya miaka minane tu, lakini leo ukipita Zanzibar ukafika hadi Pemba, kuna vitu unaviona, alama unaziona. Profesa, tusaidie katika hilo kwamba Waafrika tunahitaji tahadhari kiasi gani, kwa sababu kuna vitu vinaweza vikawa vinaendelea, sisi hatujui, tunashangaa tu, tunaanza kuchukiana, tunatupiana maneno, tunavurugana wenyewe kwa wenyewe, lakini kumbe kuna mtu yuko kazini. Tusaidiane katika hilo. Asante sana. Kwanza kuna swali aliloliuliza, nitaijibu kwa msemo wa Kiswahili, mwachamila ni mtumwa. Na pia tunaambiwa ujishinde ndio ushinde. Hifadhi hizi ambazo zimezinduliwa leo, wa maisha, hifadhi ya dijitali
Sheikh Karume ni dhihirisho muafaka ya kwamba tumetambua ya kwamba vitu hivi tunavyovifanya lazima vihifadhiwe. Tusipozihifadhi katika siku za usoni, kwa kuwa sisi ni wasahaulifu, tutasahau. Na tukumbuke kama ulivyoniuliza ya kwamba wakoloni ambao walileta ukoloni mkongwe hapa wamebadilika kama kinyonga. Sasa ni wakoloni mambo leo, na wanatumia mbinu tofauti tofauti. Wanatutumia sisi kupitia katika taasisi mbalimbali zinazofadhiliwa. Wanatumia njia ya utandawazi, na tusipojihami tutasambaratishwa na tutaparaganyika. Jukumu letu sasa, hili swala ambalo tunalizungumzia la uzalendo, lazima tuhoji uzalendo wetu. Kuna uzalendo wa midomo tu, uzalendo wa jukwaa, lakini uzalendo halisi ni watu ambao wanajitolea, wanakemea ukoloni mambo leo, wanafanya vitu ambavyo vinatuhami dhidi ya ukoloni mambo leo. Si lele mama, kazi hiyo ni nzito, na jukumu la taifa na mataifa ni kuungana. Ndiyo maana wengine wetu tunashabikia sana muungano wa Zanzibar na Tanganyika ikaunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wengine wetu tunaishabikia kila tunapozungumza katika bara la Afrika, na pia tunashabikia muungano wa Afrika Mashariki ambao unalegalega, inayumba yumba hivi, na pia tunashabikia wanajumuiya wa bara la Afrika, kwa kuwa tukiparaganyika, tukigawanywa katika nchi hivi vidogo vidogo, alivyosema Mwalimu Nyerere alivyozungumzia tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka 1997 akiwa Accra, Ghana, akasema sasa hivi nchi vidogo vidogo tutajihami vipi dhidi ya wakoloni mambo leo. Kwa hivyo, kwa muhtasari, jukumu letu ni kuhakikisha kwamba vijana hawa wamehamasishwa, kuhakikisha kwamba vyuo vikuu kama hivi vinatumiwa kama vichocheo vya kuhakikisha kwamba elimu inakuwa ni silaha ambayo inatumia kupanda mbegu ya uzalendo katika Afrika. Katika lafudhi ya Kiamu Kiswahili wanasema ukipanda pantosha utavuna pankwish. Sasa na waelezeni ya kwamba tusipande pantosha, tupande kabisa, ili tuvune umoja na uwiano katika bara la Afrika. Si kazi rahisi. Asante. Asante sana, nashukuru. Uzalendo unapaswa ujengwe kwa vitendo. Mwacha mila ni mtumwa, na ukipanda pantosha utavuna panatisha. Sana. Tunaingia kwenye sehemu ya pili ya mjadala. Niliona kuna mkono, naomba kijana, ninakuomba kwa hekima, utakuwa wa pili. Tumpatie kwanza mzee. Karibu. Kwa jina naitwa Baraka Shamte. Kwa niaba yangu mwenyewe na kwa niaba ya wazee wa Chama cha Mapinduzi ambao kwa mkono kulia kule wapo wamekaa wanasikiliza, wasome namna anavyojichambua. Nimefaidika. Kwanza na wapongeza chuo kikuu kwa kuanzisha hichi kigoda cha Mzee Karume. Nimekuwa nikikipigia kelele muda mrefu sana hichi kigoda, tulikuwa na hamu nacho wazee. Mapungufu ninayoyaona katika kigoda cha leo hadidurejea kile kigoda cha Karume, hasa ukikichukua tafsiri yake nini? Umwenzi Mzee Karume,
kuweka uhai wa matendo mazuri aliyokuwa akitufanyia, yametajwa hapa, lakini ili tuweze kwenda na hichi kigoda, si baada ya leo kuweko hapa ikawa iwe basi. Hili linataka kuendelezwa kigoda, kiendelezwa kwa wasomi na waliokuwa si wasomi, na wasomi zaidi wanatakiwa wapate hichi kigoda cha Mzee Karume. Chengine ambacho ningependa kukizungumzia zaidi, ningependa kuzungumza kwamba Mzee Karume amejitolea kuigomboa Zanzibar kwa mapinduzi ya Januari 64. Mzee Karume hakuwa msomi, lakini alimpa elimu ya kuwashinda wasomi. Ilikuja kreni kubwa ile wakati tunajenga majumba ya maendeleo, mainjinia wote walishindwa kuifunga kreni ile ya kusimamia matofali, nyumba ya ghorofa 3 na 4 kama zile ghorofa 5. Lakini Mwenyezi Mungu kwa akili ya Mzee Karume alipoitizama, alimwambia Mzee Bakari Jabu, hebu walete mafuatwa, akatusimamia pale, akaijenga ile kreni ikasimama, tukaendelea kujenga majumba ya maendeleo. Na Mzee Karume hakusoma, kasoma primary, lakini kafanya mambo ya ajabu. Kigoda itaendelea kutuwekea mema yote ya Mzee Karume, si kaburi peke yake Kisiwandui tu, yaekwe katika maeneo tofauti tofauti. Kama top 14 ya mapinduzi inatakiwa iwekewe kielezo chake Michenzani pale Kisonge. Wazee wa Afro Shirazi na TANU, Afro Shirazi African Association na Shirazi Association walipoungana wakaipata Afro Shirazi, wanatakiwa waekewe kumbukumbu yao mahali, ili tukumbushe kwamba kama si wale hayo Afro Shirazi singepatikana. Kwa kweli nina mengi, lakini sitaki kuyasema yote. Niwape wenzangu nafasi. Mimi yangu ni kuipongeza chuo kikuu kwa kuwekea kigoda, na watuwekee hadidu rejea hicho kigoda chenyewe, ili tukifanya kazi na kuzungumza tupige mule tusiongeze mengine. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Asante Mzee Baraka Shamte, tunashukuru kwa mchango na tumepokea. Kuna maoni umetoa ambayo yanapaswa yafanyiwe kazi. Asante. Kwa jina naitwa Hafsa Saidi Hamisi, nikiwa mwakilishi mstaafu, nikiwa mwenyekiti wa wilaya ya Dimani Chama cha Mapinduzi wazee. Mimi najua sisi wana wa Chama cha Mapinduzi tuna maono mazuri sana. Aliyozungumza Bwana Baraka Shamte, kichwa chake na changu kilikuwa sawa, isipokuwa tu mawili yatakuwa kupongeza. Mimi nakupongeza Bwana Lumumba. Bwana Lumumba, umetoa mada asiyefahamu anakufahamu. Bwana, na nyinyi mabwana wengine majina yenu sikuyahifadhi, lakini nasema bado mko vizuri katika kusomesha nini tunachokihitaji katika mwelekeo wetu wa hii swala zima la ukumbusho wa urithi wa Mheshimiwa marehemu Karume. Mmezungumza vizuri sana na mmetoa maelekezo mazuri sana. Lengo langu lililonisimamisha elimu hii, ningeomba chuo kikuu kikaipangia nafasi wizara ya elimu nzima, na mwenyewe waziri wa elimu yupo. Maana leo watoto wetu vijana tunawaelekeza, tunawafahamisha na kwambia imehusu nini, unatoka wapi. Lakini leo mlipoitoa hapa kwa hawa wachache, inaonekana tayari watapata kitu wanaita mgando, wanaweza wakapata. Lakini naomba chuo kikuu cha taifa SUZA hili wizara ya elimu ilibebe na iwe ile historia ilokuwa imefutwa na mtu fulani wakati ule, kwa sababu vijana wetu wengi wangekuwa kama tulivyosoma sisi historia ile, wangeweza
kuongoka na kueleza na kujua nchi yao inatoka wapi. Asante. Asante sana mamangu Hafsa, uzuri katibu yupo na waziri wa elimu. Kwa hiyo kwa mujibu wa muda utakuwa ni mchangiaji wa mwisho, na ninakupa dakika 1.5 kwa sababu tuko nje ya wakati. Karibu. Asante sana. Kwa majina naitwa Hija Hamisi Mirambo. Ni makamu wa rais Jumuiya ya Vyuo Vikuu Tanzania, ambao sisi tunasimamia vyuo vikuu vyote Tanzania. Kwa heshima na taadhima, napenda kutoa salamu za dhati kutoka kwa viongozi wa wanafunzi wa vyuo vikuu Tanzania bara, tukiwa chini ya mwamvuli wa TAHLISO, tukishiriki katika kongamano hili muhimu lenye kauli mbiu ambayo inatugusa moja kwa moja sisi vijana, hususan katika kutuambia amani ni nini, mshikamano na demokrasia. Na hapa katika kipengele cha demokrasia leo nimeweza kujifunza demokrasia ni kuweza kupambana kwa hoja na sio kubishana au kugombana. Kwa niaba ya vijana wa vyuo vikuu nchini, tunatoa salamu za dhati, heshima na matumaini mema kwa wagombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, yani Dr. Hussein Ali Mwinyi. Vijana wa Tanzania tuko tayari kushiriki kikamilifu katika mustakabali wa taifa letu, tukiwa chachu ya amani, mabadiliko chanya, kama msemo wa mzee Amani, mzee Karume akisema, na nukuu, amani haiji kwa maneno bali ni kwa vitendo. Lakini kwa kumalizia, Profesa Lumumba alizungumza hapa akisema kikao cha mwezi wa pili cha mzee Karume, Bi Mwajuma aliuliza swali na akajibiwa swala la kupambana na unyonge. Mapinduzi haya ni kwa ajili ya kupambana na unyonge, kuondoa uoga. Sisi kama vijana tulitamani profesa atuelezee na sisi ni vipi tunaweza tukapambana na unyonge huu, ili sasa tukaweze kupambana kwa hoja ili kuikamilisha hii swala zima la demokrasia. Naomba kuwasilisha. Asante sana. Asante, nashukuru. Mwenyekiti, vipi tutamruhusu profesa aweze kujibu swali hili? Asante sana daktari, kama tulivyosema kwa sababu ya muda kuna wengine inabidi waondoke na chombo kabisa. Kwa hiyo tutoe fursa kwa wajadili mada, alafu tumalizie na profesa kama kuna kitu cha kuzungumza kwa ufupi sana, tafadhali. Asante daktari. Nafikiri kigoda hiki cha hayati Karume kitumike kujitafakari, to reflect, kwa sababu kila siku mambo yapo, kila siku uzalendo tunaosema tunafanya, lakini where have we gone wrong? Kwa hiyo tuko hapa bado tupo leo ili tuweze kujua namna ya kwenda mbele kwa kuenzi maono ya muasisi wa taifa letu. Asante sana. Asante sana. Kwa kuhitimisha tu niseme kwamba ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, Wazanzibari wenzangu, niseme hivi, amani yetu, mshikamano wetu wa kitaifa na umoja wetu kama taifa ndio nguvu yetu kama Tanzania, ndio nguvu yetu kama Zanzibar. Haijalishi tunapita katika mazingira namna gani, lakini tuilinde amani hii, tuulinde mshikamano huu, tuulinde umoja huu kwa nguvu zetu zote, tuulinde kwa akili zetu zote, na tulinde kwa moyo wetu wote. Naomba kuwasilisha. Asante sana, asante sana. Kabla sijamwachia profesa atutolee maneno yake ya mwisho, kuna kitu tunarekebisha kidogo. Mara nyingi wanasikia Karume hakusoma. Sio udhalili wala sio kwamba ni sifa mbaya, lakini kuna kitu profesa hapa amesema kwamba wakati mwingine unaweza kuwa na vyeti vingi
lakini ukawa huna maarifa, busara, hekima na kadhalika. Karume tunavyoambiwa katika historia, alisafiri sana nchi mbalimbali na alikutana na watu mbalimbali. Jamani, tusichukulie kwamba ile sio elimu. Najua tuko chuo kikuu ambapo lazima uvae joho, lakini alipata elimu kubwa ambayo huenda wengine waliokuwa na shahada